ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب ربنا الحق ويمقت الباطل ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين. أما بعد, ndugu zangu, nakuhusieni na nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Yusuf, tukiwa katika aya za mwisho kabisa. Tulikuwa tumeishia katika kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, wama tas'aluhum alayhi min ajr. Na wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam huwaombi ujira alayhi, juu ya da'wa, wama tas'aluhum alayhi min ajr, wala hawaombi juu ya kuifikisha hii Qur'ani ujira wowote. Aya hii ni kama kauli yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqaluna. Hivi unawaomba ujira, na kwa hivyo kutokana na gharama za hii da'wa wanayopewa wameona uzito. Na Waarabu wana maneno yao, katika maneno yanayojiri wanasema aljannatu bilmajani, pepo ni bure, wanaru bilfulus, na moto ni kwa pesa. Yani kwenye maovu watu wanatoa pesa, kwenye pombe wanatoa pesa, kwenye zina wanatoa pesa, kuingia disco wanatoa pesa, kwenye mambo ya kheri ni bure. Yani kwa nini wanaona uzito kushikamana na haki, ambalo ni jambo lina maslahi na wao, na haki hii wanaipata bure? Tulisema jana katika maana zinazoashiriwa na aya hii ni kuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hakuweka ujira na ada ya mtu kulinganiwa, kwamba alipe ada, atoe pesa, alinganiwe, asilimu. Hakuna ada ya kufikishiwa da'wa. Lakini katika vile ambavyo vinafaa kulipiwa na vina hadhi na thamani ya kulipiwa ni ilmu ya dini hii aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani lau kama Allah Subhanahu wa Ta'ala angelisema watu walipie, ingelikuwa ni sawa. Ikiwa wanalipia katika manufaa ya kidunia, na tumeona ni sawa kwa sababu ya hayo maslahi ambayo ni machache na ni mafupi. Je, haya maslahi mengi na marefu? Am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqaluna. Je, unawaomba ujira, kwa hivyo wameona uzito kutokana na gharama zake? Maghramin. Na aya hii kadhalika inasema wama tas'aluhum alayhi min ajr. Na aya hizi katika Qur'ani ni nyingi, bila shaka zilikuwa zinapeleka message. In huwa illa dhikrun lilalamin, haikuwa Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Tukasema hii inaashiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama ni mtume wa ulimwengu mzima. Wama arsalnaka illa kafatan linas bashiran wa nadhiran, tumekutuma kwa watu wote. Na hii ni katika specialization za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hakuna nabii yeyote aliyetumwa kwa watu wote duniani. Anasema mwenyewe, nimezidishiwa mambo 5 juu ya manabii wenzangu. Akataja katika hayo Akasema walikuwa manabii wanatumwa kwa watu maalum,
wa ursiltu, kana nabiyuna yub'athu ila unasin khas, walikuwa manabii wanatumwa kwa watu maalum. Wa bu'ithtu likafati nasi, na mimi nimetumwa kwa watu wote, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana akasema katika huu wakati ambao wametumilizwa, la yu'minu bi yahudiyun wala nasrani, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun thumma lam yu'min bi illa kana min ahli nar. Hasikii habari zangu mtu yeyote, awe ni Myahudi au Mnaswara, kisha baada ya kusikia habari zangu asiniamini, basi atakuwa ni katika watu wa motoni. Kwa sababu kama hakumwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake amemkufuru, na akimkufuru Mtume sallallahu alaihi wasallam amemkufuru hata huyo nabii anayedai kwamba anamfuata. Kadhabat qaumu nuhinil mursalin, watu wa Nuhu walikadhibisha mitume, lakini walikadhibisha mtume mmoja tu. Ukikadhibisha mtume umekadhibisha wote. Wale waliomkataa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala si waumini kwa hao manabii ambao wanadai ni waumini, ni waumini kwao. Kwa hivyo imekuwa hakuna nafasi ya mtu yeyote kufata sheria yoyote isiyokuwa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume katumilizwa kwa watu wote, na Qur'ani ni kwa watu wote, in huwa illa dhikrun lil alamin. Na Qur'ani imetajwa kwamba ni hudan linnas, ni mwongozo kwa watu wote. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tumekutuma wewe ni rehma kwa walimwengu, kwa walimwengu wote. Na baadhi ya watu katika walinganiaji, katika makosa walionayo, wanaona si sawa kuwaambia watu wengine waache dini zao waje katika Uislamu. Ni kama ukorofi. Sio ukorofi, hilo ndio jukumu la nani? La dai, mlinganiaji wa dini ambaye amevaa viatu vya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya ya leo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, aya ya 105 katika hii surati Yusuf. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Wa ka'ayyin, wanasema ni ismun yukanna bihi 'anil adad, ni jina la idadi. Wa ka'ayyin, yani ni aya nyingi. Ni kama vile wa kam arsalna min rasulin, tumewapeleka mitume wangapi, yani tumewapeleka mitume wengi. Wa ka'ayyin min aya, ni ngapi katika aya, yani ni nyingi katika aya. Aya tumesema katika tafsiri za aya, kwa mujibu wa aya hii hapa, yani aya kwa mujibu wa aya hii ni aya, ni mambo makubwa na maajabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla katika ulimwengu wake, katika uumbaji wake. Maanake kuna aya kifungu cha maneno katika Qur'ani, na kuna aya kwa maana ya nini? Ya maajabu. Katika uumbaji kuna aya kwa maana maalum ya miujiza. Walaqad ataina Musa 9 ayatin, tulimpa Nabii Musa aya 9, yani miujiza 9. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayat, usiku na mchana, kuumbwa mbingu na ardhi ni ayati, yani ni maajabu katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hiyo pia maajabu katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla yanaitwa aya. Ni maajabu mangapi? Wa ka'ayyin min aya, ni maajabu mangapi? Fi samawati, katika mbingu, wal ardi, na ardhi, na ardhini. Fi samawati, mbinguni, wal ardi, na ardhini. Yamuruna alaiha, hayo huwa wanayapitia hayo maajabu, yani wanapita
wakiyapita, wanapita wakiyapita, wanapita wakiyapita. Maana yake nini? Kama vile unatembea ukute watu wapite, anta mararta alaihim, umepita kwao. Watu wanapita katika miujiza ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, yani ameweka aya zake katika kila kona. Mahala popote utakapopita unapita katika aya, katika maajabu ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala. Hata vile unapokula chakula, kile chakula upatikanaji wake ni aya. Mfumo wa mdomo wako, vile ambavyo una testi na unavotafuna na unavomeza na vile kinavyokwenda kuchanganuliwa kule na kufanyiwa digestion, ni aya, ni miujiza. Kila kitu kinachukuliwa kwa viwango vinavyotakikana. Katika mambo ya uzazi, vile inavyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anavyoweza kuyaumba hayo maji ya uzazi ni aya. Mimba inavyotunga ni aya. Njia inavyofunguka ni aya. Maajabu. Akizaliwa mtoto njia inafunga inarudi ni aya. Mwanamke katika akikutana na mumewe katika hali ya kawaida, miaka nenda rudi, hatotoa harufu wala hatotoa maji, hatoharibika. Hiyo ni aya. Lakini kule kusiko anaharibika. Hiyo ni aya, kwamba huku kumeumbwa kwa kazi nyingine na huku ni kwa maumbile mengine. Mimea inavomea aya. Ardhi ni moja, ardhi hiyo hiyo inatutolea mimea yenye mafuta, mimea yenye sukari, mimea yenye kadha na kadha. Wataalamu wanajua zaidi, wana sayansi. Hizo zote ni aya. Usiku na mchana ni aya. Mabadiliko ya hali ya hewa ni aya. Vile matufe yanavyoelea katika anga na yana move, yanapishana na hayadondoki ni aya. Ardhi yetu pia inaelea ni aya. Yale majira yake ya usiku na mchana ni aya. Majira ya ardhi yetu ya masika, kiangazi, wakati wa baridi, wa joto ni aya. Wakaayin min ayatin, ni ngapi katika aya, fi samawati, katika mbingu, wal ardi, na katika ardhi, yamuruna alaiha, wanazipitia hizo aya, wa hum anha mu'ridun, na wao ni wenye kupuuzia. Yani hawazipi attention hizo aya zake Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Yani Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anapenda utafakari katika uumbaji wake. Hata ufikirie hizi nywele zinakuwaje, haya maziwa yanatoka wapi, meupe, na huku yanatoka katika mfumo wa damu na chakula, alafu yanatoka maziwa meupe. Ukikata chuchu itatoka damu, lakini maziwa yanatoka ni khalis, hayana hata chembe ya damu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anataka watu watafakari katika uumbaji wake. Inna fi khalqi samawati wal ardi la ayatin liqaumin yatafakkaruna, kuna katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na yaliomo bila shaka ni aya kwa watu wenye kutafakari. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala anawaita watu watafakari katika maajabu yake, ili wafikie katika hatua ya kumjua kwa wasifu wake, japokuwa hawajamuona sura yake. Allahu Rabbuna Jalla wa Ala yusafu bisura, khalaqa Adama bisuratihi. Hawajaiona sura yake, lakini wameyaona mambo yake, na anawahimiza
Kwa hivyo sio vizuri wanadamu anaona yani anapita anaangalia katika anga hapati mazingatio, anaangalia katika mambo ya maisha hapati mazingatio. Huoni wanyama wamebakia huko tu, wala hakuna waya, hakuna fence inayowazuia, hawaji huko. Na maji ya bahari yalivyo mengi, mbona wala hayana ukuta kama tunavyoweka kwenye mabwawa? Mbona hayaji huko kwenye nchi kavu? Na yenyewe ni mengi na nchi kavu ni sehemu ndogo sana. Yale maji yangekuja ya bahari moja tu yangefunika nchi kavu yote, lakini yako pale pale na dunia ina move. Wakaayi min ayatin fi samawati wal ardi yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Kwa hivyo atafakkur fi ayati llah yuhyi alqulub, kutafakari katika aya za Mwenyezi Mungu azza wa jalla kuna huisha mioyo kiimani, kuna huisha mioyo kwa upande wa imani, na kutokutafakari kuna fisha mioyo. Allah anatuambia hata katika chakula tunachokula kuna aya aya gani inasema ile falyanzuril insanu ila ta'amihi. Neno yanzur, na sio kuangalia tu kwa kukodolea macho, kuangalia kwa kutafakari. Ikija neno nadhar, qul inzuru madha fi samawati wal ardi, angalieni kuna nini katika mbingu na ardhi. Hata hivyo vifaa ambavyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amewafundisha wanasayansi wanavyo hivi leo vya kuona mambo mengi na kuvumbua mambo mengi, amewawezesha hivyo. Hiyo ni hoja kwamba mlinijua sana mimi lakini hamkuniamini. Atakuja kuwauliza, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim, tutawaonesha aya zetu katika anga na katika ndani ya nafsi zao, hata yatabayyana lahum annahu alhaqa, mpaka iwabainikie kwamba Qur'ani ni haki au Allah ni haki. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Jalla waala hakujitambulisha kwa kujionesha, lakini kajitambulisha kwa matendo yake. Wa hum anha mu'ridun, kisha akasema wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna, na hawamuamini wengi wao Mwenyezi Mungu isipokuwa, yani pamoja na hiyo imani ni washirikina. Ndio maana unaambiwa imani ina mafungu. Kuna kipande, kuna engo ya imani ni waumini, kuna engo ya imani sio waumini, ni washirikina. Kwa sababu hawa ambao ni washirikina katika ibada, wanamshirikisha Allah katika ibada, wanamshirikisha Allah katika sifa zake, ni wanamwamini Mwenyezi Mungu katika baadhi ya sifa. Katika sifa zingine wanamwamini kwamba Mwenyezi Mungu ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni muweza, Allahu Jalla waala ndiye anayeteremsha mvua, yeye ndiye ambaye ameumba, ndiye ambaye amepangilia kila kitu. Walitakiwa kwa hii imani wapeleke kwenye kumwabudu Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo kutokana na hizi aya zilizoko katika mbingu na ardhi za kimaumbile, wanaweza wanadamu wakamwamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwamba yeye ndiye aliyeumba, na huyo aliyeumba bila shaka inaonesha uwezo wake mkubwa na inaonesha sifa zake kubwa. Kwa hivyo wakawa ni waumini katika engo hii, lakini ni washirikina katika engo yani baada ya kujua hivyo, wakitaka kuomba wanaomba mizimu, wakitaka kutawakali wanategemea hirizi, wanategemea mizimu, hawamuombi Allah, wanaomba viumbe. Kwa hivyo ni washirikina katika tauhid al-uluhiyya, ni washirikina katika ibada. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna. Katika vitu ambavyo vinaogopewa vinaweza vikasababisha adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika madhambi ambayo yanaogopewa na namba moja anaweza akaleta adhabu kutoka kwa Allah azza wa jalla ni dhambi ya shirki.
Ndio baada ya kutaja ushirikina akasema afa aminu, hivi hawaogopi. Ukitafsiri afa aminu, hivi wameona amani, hivi wameona amani, hawana hofu, hivi wameona amani, hawana hofu. Antatiyahum ghashiyatun minas samaa, kwamba wanaweza wakaijiwa na adhabu yenye kufunika. Ghashia ni kitu chenye kufunika na kuenea. Wakaijiwa na adhabu yenye kufunika na kuenea. Ghashiyatun min adhabillah, chenye kufunika katika adhabu ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Au tatiyahumus saa, au hawaogopi kwamba wanaweza kuijiwa, wamepata amani, hawaogopi kwamba wanaweza kushtukizwa na kiyama. Antatiyahum saatu baghtatan, wanaweza wakaijiwa na kiyama ghafla. Kuna kile kiyama kikubwa kinaweza kikaja ghafla, kwa sababu hakuna mtu ambaye anajua kitakuja lini. Lakini pia inaweza kuwa ni kiyama asughra, mauti, kiyama kidogo, yanaweza yakaja ghafla, na kiyama kikubwa kikasimama na mtu ni mushrik. Kiyama kidogo mauti yakaja na hali ya kuwa mtu ni mushrik. Hawaogopi. Wahum la yashuruna, wakaijiwa na hiyo nini, adhabu inayowafunika au kiyama ghafla. Wahum la yashuruna, katika hali ambayo wao hawahisi. Hapa Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu amewatisha na amewaonya wanadamu ambao wanafanya shiriki kwamba atawaletea mabala mengi, katika mabala, tena mabala yenye kuenea. Dunia kwenye engo ya kudhuriwa na madhambi, shiriki ni namba moja. Lakini sasa watu hawana uoni wa kiimani wakagundua hilo, lakini mengi katika matatizo yamekuja kwa sababu kuna shiriki. Hata katika level ya familia, kama watu ni washirikina, nyumba zenye shiriki huwa zitengenei. Ukoo wenye ushirikina huwa washikani. Mmoja katika wanandoa kama anafanya shiriki, wataachana au wataishi vibaya, maisha mabaya, au watafarikiana, lakini wanaishi nyumba moja. Kwa sababu wakati mwingine watu wanashindwaga kuachana, washatafuta mahali pamoja, washazaa pamoja, watoto wakubwa, watoto wengine wako upande wa baba, wengine wako upande wa mama. Mama ameshakuwa na nguvu, huwezi kumtoa. Muache uone, mfukuze uone. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Azza Jalla akasema kuwaonya wanadamu kwa ujumla, lakini hususan washirikina. Afaaminu, hivi wameona amani, hawaogopi. Antatiyahum ghashiyatun min adhabillahi, kwamba wanaweza wakaijiwa na chenye kufunika na kuenea katika adhabu ya Allah au katika adhabu za Allah. Au taatiyahumus saatu, au hawaogopi wanaweza wakaijiwa na kiyama baghtatan, ghafla. Wahum la yashuruna, na ilhali hawana taarifa. Alafu akasema qul hadhihi sabili, waambie hii ni njia yangu. Njia gani? Aya hii itataja mbele, lakini aya ya kabla yake, yani hili neno hadhihi, hii, yani hiki kilichosemwa ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuwaonya watu, ya kuwatajia watu aya za yani kumtambulisha Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala kupitia aya zake. Unajua mwanadawa ni dalali wa Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, ni dalali, anacheza kati ya Allah, anaunganisha kati ya Allah na waja wake, anawatajia waja wake Allah uzuri wake na ukarimu wake na rehema zake ili wampende, na anataka Allah awapende waja wake. Kwa hivyo anawatengeneza wawe kadha na kadha vile apendavyo Allah, ili Allah awapende. Anaunganisha mapenzi baina ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na waja wake. Anawalingania kwenye kumjua Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ili wasimshirikishe. Qul hadhihi sabili, waambie
hii ndiyo ndia yangu. Wewe Muhammad waambie, hii ni njia yangu, huu ni mwenendo wangu, hii ni sera yangu, hii ndiyo kazi yangu. Hadhihi sabili, haya ndiyo mapito yangu. Ad'u ila Allah, njia ya ninaita kwa Allah. Ninawaita watu kwa nani? Kwa Allah. Ala basiratin, basar ni jicho hili, basira ni jicho la kiilmu, uoni wa kiilmu. Kwa hivyo basar ni uoni ulioko kwenye hili jicho basar. Hili jicho linaitwa ain, ile nguvu ya kuona inaitwa basar. Ilmu kwa sababu na yenyewe inafanana na macho katika kuonesha uhalisia wa mambo, kizuri na kibaya, pia ilmu ikaitwa basira. Ninawalingania watu kwa basira. Ala basiratin, ana mimi ninawalingania, yani watu mimi, ni ndio njia yangu. Akarudia tena akasema, mimi ana wa manitabani, na wale wenye kunifuata. Wa subhanallah, na Allah ametakasika. Wama ametakasika na sifa mbaya, ametakasika na shirki, ametakasika na sifa zenye mapungufu. Wama ana minal mushrikina, na mimi huyu mlinganiaji, mimi mwenyewe sio mshirikina. Aya hii ndugu zangu katika imani imetaja mambo ya msingi katika da'wa. Jambo la kwanza, aya inatufundisha kwamba jambo la da'wa ni kazi ya kila mfuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu amesema ad'u ana wa man ittaba'ani, ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani, ninalingania kwa Allah kwa ilmu, mimi mwenyewe na kila aliye, kwa sababu man ni katika siyaghil umum, mimi na wote wenye kunifuata mimi. Ila tu sasa Uislamu hausemi kwamba kila mtu ashike maiki. Ni kazi ya dawa ni ya wote, lakini mwingine ashike hili, mwingine ashike hili, mwingine ana, kwa sababu imewekwa sharti la ilmu, maana yake wengine wawe ni walinganiaji kwa njia nyingine, kwa kuandaa miundombinu, kwa kuwezesha kwa namna moja au nyingine. Kila kazi ya dawa, mara ngapi watu wanawabebesha mizigo mashekhe tu, wamesoma peke yao, wamesomeshwa na wazee wao peke yao. Mara nyingine amesoma mwenyewe peke yake, amerudi anahangaika na maisha yake peke yake, alafu mmempa jukumu, kila kitu anahusika yeye tu, jukumu la dini mashekhe. Hii ni kazi ya umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii aya inasema hivyo. Na ile nyingine, je, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nyinyi mmekuwa ni umma, nyinyi wote waislamu wote, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi, mmekuwa ni umma bora uliotolewa kwa ajili ya maslahi ya watu. Yani Allah amekuleteni kwa ajili ya maslahi ya watu. Maslahi gani? Maslahi ya kidini. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari, mnaamrisha mema na mnakataza mabaya. Mnaamrisha tauhidi, mnakataza shirki. Mnaamrisha sunna, mnakataza bid'a. Mnaamrisha tabia njema, mnakataza tabia mbaya. Mnaamrisha miamala ya halali, mnakataza miamala. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Wakati mnafanya haya, wakati huo mnachunga imani ya kumwamini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Isiwe tu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, alafu kwenye imani mnaluzi. Maneno haya yanawafaa walinganiaji, kwa sababu kuna baadhi ya walinganiaji wamekwepa migongano, wamekwepa zile nukta za kugongana na watu na jamii. Katika dawa kuna nukta za mgongano, za msuguano. Ukienda kwenye hizo nukta utatukanwa sana na utatafutiwa skendo.
ukianza kulingania tauhidi. Wengine wanataka wakuroge kabisa, kuanza kuambia watu hili shirki, na mashekhe wengi waganga, tena waganga wa kishirikina. Wengine wanatumia tunguli, wengine waganga tu matapeli. Taban tunasema kama mtu ana sifa hii, tukisema ni shekhe, maana yake ni shekhe kwa vile anavyoitwa, ni shekhe kwa vile alivyojitambulisha, lakini shekhe kiuhalisia huyu si shekhe, mganga. Mtu akusoma Al-Badri, dua gani ile inakusanya mua, sanda, nyembe yani viwembe kwa Kiswahili kisichokuwa fasaha, nyembe, mnyama, alafu ule mua ufungwe kama vile maiti, na chumvi na sindano na vitambaa vyekundu. Dua gani? Muhammad amfundisha dua hii? Sasa mtu akifanya mambo haya na akayatetea, unawezaje kumpa dhamana ya yeye kukufundisha dini na kukuongoza uende kwa Mola wako? Yani maamuma wangelijua ni nani mlinganiaji afuate na ni nani awekwe pembeni. Tunapata kazi kubwa kwa sababu watu wanaangalia majoho na mavilemba na mapete na mabakora. Mashekhe mnatuchanganya. Shekhe gani bwana huyu mganga wa kienyeji? Wewe unasema mashekhe wanakuchanganya kwa sababu wewe umechanganya kati ya mashekhe na wasiokuwa mashekhe, kati ya walinganiaji wa haki na walinganiaji wa batil. Ilikuwa inatosha tu kwa jambo moja tu, watu waangalie mashekhe wao washirikina, basi waweke pembeni. Hapo watakuwa wamebakia na mashekhe ambao hawana utata kwao. Kwa hivyo mashekhe yani wanaamrisha tu, labda wamekwepa nukta za mgongano, wanaamrisha watu swalini jamani, toeni zaka, toeni sadaka, wanazungumza mambo ya ibada na akhlaqi, basi hawaendi kwenye nukta za tauhidi. Lakini imesema kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ni umma bora uliotolewa kwa ajili ya watu, taamuruna bil ma'ruf, mnaamrisha mema, watanhauna 'anil munkari, na mnakataza mabaya, wa tu'minuna billah. Tabani hili neno mnaamrisha mema, mnakataza mabaya imeingia katika mema, imani na tauhidi na sunna, na mnakataza mabaya imeingia shirki na mambo mengine yote mabaya. Lakini ilipokuja kule mwishoni wa tu'minuna billah, imekuja kutilia mkazo especially hili jambo la imani. Imani ukisema neno imani unazungumzia tauhidi. Unakataa kwenye neno imani shirki, unakataa hirizi, unakataa matunguli. Sasa kama utafungulia mlango wa matunguli, unawapromoti waganga wa kienyeji wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha hirizi. Manake mashekhe wanaandika hirizi. Vyovyote itakavyokuwa hiyo hirizi, hata useme imeandikwa Qur'ani, hata useme imeandikwa dua, Mtume aliandika? Mtume aliandika? Mtume hakuandika hirizi. Wengine wanadhulumu wanyama, wanafukia wanyama wazima. Wengine wanachinjwa bila sababu, wanatupwa. Umeambiwa roho ya mnyama uitoe kwa ajili ya neema ya chakula. Wengine wanachinja wanyama wanatupwa, wengine wanafukia, wengine anamchinja anamwacha anaoza mpaka anamalizika. Sheikh na bahati mbaya maamuma wakiona hivyo wanasema huyu ndio shekhe amesoma bwana. Hawa wengine hawa wanaotegemea Qur'ani tu na adhkari tu, hawa sio mashekhe. Mashekhe ni wale wanasema wenyewe wanaita ilmu dunia, na ni ilmu dunia kweli. Hiyo sio elimu ya dini wala sio elimu ya akhera. Hiyo ni ilmu mambo yake yanaishia hapa duniani, haina maslahi ya akhera, ni ilmu dunia kweli.
Kwa hivyo ad'u, hii aya imetaja kwamba kazi ya da'wa ni kazi ya kila Muislamu, kwa sababu amesema ninalingania kwa Allah mimi na yeyote aliyenifuata. Tumeshajibu swali, mtu akisema je, kama mtu mwingine hakusoma na kumetajwa kwamba hapa ni nalingania kwa weledi, maana yake mweledi alinganie yeye mwenyewe jambo hilo alibebe, ambaye si mweledi amwezeshe mweledi. Sababu dawa kwa mfano katika zama tulizonazo inahitaji kamera, inahitaji huyo mtu ambaye anamaliza muda wake, ameajiriwa ama anapata posho kwenye hiyo kamera na kwenye kuandaa hizo na kuzipeleka mtandaoni, sio? Hata hivi msikiti, uwepo wa msikiti na maiki zake ni katika kuwezesha katika dawa. Wakati mwingine mashekhe wanatakiwa sio tu waishie kwenye mtandao na msikitini, wabebe maiki zao na maspika yao waende viwanjani wakalinganie vijijini wapi na wapi. Sasa mwingine ana ilmu lakini hana pesa, hana vifaa. Kwa hivyo kila mtu atashiriki katika dawa kwa mujibu wa nafasi yake, na ni katika kazi ambazo zina fadhila na ujira mkubwa sana. Kama mtu anataka kufanya jambo lije limfae akhera, tena libakie liendelee kuwa linazaa hata kama ameondoka duniani, basi na awekeze katika dawa. Man daa ila huda kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu, mwenye kulingania watu au yeye mwenyewe ama akafanya sababu ya kulingania watu wakashika huo mwongozo, basi kila wakiswali, kama umemsilimisha mtu swala za umri wake wote, na yeye akawa ni sababu ya kusilimisha mke wake na watoto wake, swala zao zote, wakaja labda wakawa kwa ule Uislamu wao wakatoa sadaka, wakajenga msikiti, wakahiji, wakafunga, wakafanya ibada, wakifa wao, lakini hayo mafundisho yao yakarithiwa na wajukuu wao na vitukuu vyao na vilembwe vyao na wao hawatapunguziwa ujira kwa sababu wanakatwa kwa sababu anapewa yule aliyewalingania. Hapana, watapewa ujira wao uliopangwa katika hizo amali kamili, na yule aliyewalingania atapata ujira wa hizi amali zote za hawa watu wote. Kwa hivyo ni kazi inalipa sana, ni kazi inalipa sana. Kwa hivyo anayetaka kuwekeza na awekeze katika jambo hili. Unaweza kuta watu wanasoma madarasa hawana ubao, ukawanunulia ubao mzuri wa kisasa, ukawanunulia vitabu. Ubao utaisha, lakini kile kilichoingia katika vichwa vyao kimebakia uongo. Na hii ni kazi ya watu wote ambao ni wafuasi wa Bwana Mtume. Bali aya imeashiria kama vile, kama mtu ni mfuasi wangu basi na afanye kazi hii, kama hafanyi kazi hii sio mfuasi wangu. Taban sisi hatusemi ni kafiri, lakini tunasema si mfuasi mzuri. Wale wafuasi wa karibu wa Mtume wakiitwa, yeye ataambiwa bwana wewe sio, kwa sababu wewe haujatia mkono wako katika dawa. Taban kila mtu anasemeshwa kwa mujibu wa nafasi yake. Yule mwenye elimu anasemesha kwa elimu yake, na mwenye uwezo wa kimali, uwezo mkubwa, anasemesha kwa level yake ya ukubwa wa mali yake, na mwenye mali ndogo anasemeshwa kwa level ya udogo wake. Kila mtu kwa level yake. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha, haikalifishi Mwenyezi Mungu nafsi isipokuwa kwa kiasi ambacho ameiruzuku nafsi hiyo. Kwa hivyo jambo la kwanza, aya imetangaza kwamba dawa ni wajibu wa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio tu kwenye kulingania, kuanzia kwenye kuwatengeneza walinganiaji. Kama katika eneo wasomi hawapo ama wapo hawatoshi, ni wajibu wa jamii yote wafanye mpango wa watoe vijana wao wakasome warudi. Wama kana almu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddini waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Ni wajibu kwa mujibu wa aya hizi. Hilo jambo la kwanza tumejifunza katika hii aya iliyoanza hadhihi sabili ad'u ila Allah.
Jambo la pili, ikhlasi katika da'wa, kufanya da'wa kwa ajili ya Allah. Yani unapofanya da'wa iwe unamtangaza Allah, uwe unanyenyua dini ya Allah, isiwe kuna malengo ya kujitengenezea viewers wengi na umaarufu na kukubalika na kujulikana. Na kile una mushkili mwingine, mtu anafungua ka online TV kake anafanya da'wa sawa, lakini amelenga kujipromoti mwenyewe. Idhan anta tad'u ila nafsika, wewe unaita watu kwenye nafsi yako. Hii kwa Allah geresha tu, lakini unataka. Na katika alama za mtu anayelingania kwa ajili ya Allah, watu wakifata muongozo, yani akiona watu wamenufaika na da'wa yake, hata kama hawakumjua haimshughulishi, sababu lengo lake silimetimia. Na yule ambaye analingania watu kwenye nafsi yake, kama ni wanafunzi wake wakienda kusoma kwa shekhe mwingine au madarasa nyingine, inakuwa ni tatizo. Sio kama wamekaa hawasomi, wanasoma. Wakienda kuswali msikiti mwingine waswali hapa, inakuwa tatizo. Maanake wewe unajilingania mwenyewe nafsi yako. Kama unalingania kwa ajili ya Allah, wewe wanatakiwa watu wasali hata kama hawaji kuswali msikitini kwako, ili mradi umewalingania wakaona umuhimu wa swala, wanaswalia kwingine, wanasoma kwingine, wanasoma elimu sahihi. Hiyo isikupe tatizo. Ad'u ila Allah. Kwa hivyo hii hapa imezungumza ni jambo la pili katika aya, ni da'wa iwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala, na mtu asilinganie. Na katika alama za mtu ambaye analingania kwa ajili ya nafsi yake, ikijeruhiwa dini na ikijeruhiwa nafsi yake, inakuwa inamuuma sana yale majeraha ya kujeruhiwa yeye heshima yake au nafsi yake, kuliko kujeruhiwa nini? Dini. Yani inamaanisha kwamba ikiwa watu watamuheshimu yeye kama shekhe, hata kama wana shiriki zao anaweza akanyamazia, wana zinaa zao, wana mambo yao mabaya, anaweza akafumbia macho. Sikashapata analolitaka, anawajua hawa wanafanyaga shiriki, anawajua hawa wana mambo kadha na kadha. Hagusi hizo nukta ili awarekebishe watu ili wawe ni wazuri kwa Mola wao. Yeye si washamuheshimu, washambusu mikono, washampa sadaka zao, washampa zaka zao. Unataka nini sasa? Wanakuja msikitini wanamsikiliza. Lakini anailingania kwa ajili ya Allah, watu wakimpa vitu vyote, lakini wao wako katika makosa, atayasema hayo makosa. Ad'u ila Allah. Jambo la tatu, ala basira, ilmu inahitajika katika da'wa. Katika makosa ambayo ndugu zetu matablighi wanayo, wao wanataka kila mtu katika Waislamu yeye mwenyewe, sio kwa kuchangia, yani yeye mwenyewe afanye da'wa. Yani kasilimu leo alafu asimame awaeleze watu mambo ya Mungu. Mbona kila kitu lazima usomea, alafu hii kazi ya dini? Tumesikia madaktari wamekasirika kwa sababu watu wa mabuchani wanavaa makoti yao meupe. Kwa hivyo nataka kufanya kazi ya dawa, inaweza kuvaliwa na mtu yeyote? Hapana bwana. Tunarekebisha, tunasema hivi, sisi hatuambii hawana maana. Ndugu zetu wana nia njema na wanajitahidi kumtafuta Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini tunawaambia kwenye kwamba jukumu la dawa ni jukumu la umma. Dhana hii ni sahihi, sawa, lakini tuwawezeshe baadhi ya vijana wakasome ili waje waifanye kazi kwa weledi, na wale waliosoma kadhalika tuwawezeshe yani kazi yao iwe inatija kubwa zaidi, kwa sababu ukiwekeza kwa mtu mwenye elimu, kazi yake ile elimu yake itakuwa inatija zaidi. Kwa mfano kama anafanya darasa, ikiondoka ndio imemalizika hapo hapo, alafu wewe ukarekodi ile darasa ukairusha, sina baki, umewezesha. Kwa hivyo ilikuwa wahamasishe watu wawezeshe katika dawa.
mwenye aliyesoma ambiwe fanya dawa, ambaye hajasoma ambiwe kama unataka kufanya dawa mwenyewe kwa kuzungumza mwenyewe kasome. Kama huwezi kusoma basi wezesha kwa mali yako. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka sharti la kwamba ad'u ila Allahi ala basira, ninalingania kwa Allah kwa uoni. Hata kupresent nini mambo ya dini inahitaji nini? Inahitaji kuchagua maneno. Kwa mfano ukisema si tabia ya Mwenyezi Mungu ni kuwahurumia viumbe, lile neno tabia tayari ushapotosha yani wasifu wa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Mwenyezi Mungu hasifi kwa tabia, sababu tabia inatokana na tabaa. Yatba'u ina maana ya kuumba, So ukisema Allah, ukisema fulani ana tabia fulani, yani Allah amemuumba hivyo. Jambo fulani ni tabia yake, yani Allah amemuumba hivyo. Hivyo yani dawa inataka nini? Basira. Anailingania bila ya ilmu ataharibu kuliko kutengeneza. Atatengeneza mawili, ataharibu mengi. Sentensi mbovu. Kwa hivyo ndugu zetu walielewa kwamba kazi ya dawa ni kazi ya umma mzima, lakini hawakujua kwamba ni kazi ya umma mzima, lakini kila mmoja anashika ufito wake. Mwingine atashika mti, mwingine atashika fito, mwingine atashika jembe, mwingine au yani watu ambao hawajasoma sio wao wanafanya dawa. Watu ambao hawajasoma wao wanawezesha kwa namna moja au nyingine. Na hilo lipo, kuna watu yani yeye hafanyi dawa kwa kuonekana, lakini amewezesha nini? Amewezesha dawa ala basira. Jambo la tatu tumesema hivyo. Ama hili neno ana wa manittabani, ndio hilo tumeshalisema kwamba ni wajibu wa kila umma, kila mtu ambaye anasema kwamba yeye ni mfuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumetaja nukta tatu Nukta ya 4, kulingania imetaja kufuata. Yani unapomwabudu Allah umfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam. Unapolingania dini, manhaji yako na mapito yako uwe unakanyaga mule alimokanyaga Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume katika vitu tunasema sasa hapa, kama walivyosema watu wa Mtwara hapa Chacha, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dawa yake alirakiz, aliconcentrate kwenye mambo mawili, kwenye kulingania tauhidi na kukataza shirki, yani kinyume cha tauhidi, na kulingania kwenye almutabaa, kwamba amewaita watu kwenye dini, lakini akawasistizia kwamba wanapo practice dini wapite mule alimopita yeye, wapite mgongoni mwake. Sallu kama raaitumuni usalli, salini kama ambavyo mnaona mimi ninaswali. Katika swala hiyo, katika haji akasema khudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Na akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, yeyote ambaye ataleta jambo jipya ambalo sijalifundisha mimi, hilo la kwake mwenyewe, atarudishiwa mwenyewe. Kwa nini nimesema mirakiz katika hizi nukta mbili, nukta ya tauhidi na nukta ya mutabaa? Utaona katika protokali ya speaker wa Kiislamu anaitwa ana speech. Katika protocol ni huwa kuna maneno yanaitwa muqaddima, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Hiyo ni protocol ya kidini, sio kama ni watu wamependekeza. Hiyo ni protocol ya kidini. Ukitaka kusema kalima uanze na maneno haya. Kuna maneno maalum ya kumsifu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla na maneno yanayo generalize mafhumu ya dini kwa ujumla, sio?
katika hayo maneno ya utangulizi katika hutuba zake na spichi zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa lazima aseme ashhadu an la ilaha illa Allah. Kwa hivyo ashhadu an la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah inakataza shirki, inahimiza tauhidi. Umeona hiyo? Alafu lazima aseme wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bora ya maelekezo na bora ya muongozo, yani maelekezo yanayowaelekeza watu na kuwatafsiria watu Allah anataka nini. Bora ya maelekezo na miongozo ni muongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hili la mwisho akalifafanua sana, kama ambavyo anasema akitaja la ilaha illa Allah anasema wahdahu la sharika la, yani haishii tu kusema kwamba Allah ana haki ya kuabudiwa, lazima aseme ana haki ya kuabudiwa peke yake, hana mshirika. Tauhidi dhidi ya shirki, sio? Na alipozungumza kwamba mtume ni wa kufuatwa, akafunga tena mlango wasifuatwe wengine. Aliposema kwamba yani Muhammad ni rasul ni wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akishasema Muhammad ni rasulillah, alafu anasema bora ya maelekezo na muongozo ni muongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anafafanua neno hili, anafafanua vile vya ambavyo viko dhidi ya muongozo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa sharral umuri muhdathatuha, na mabaya ya mambo ni mapya yake, yani ufate ya zamani tu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usifate mapya ya watu wengine. Wa dini ni tauhidi na mutabaa. Na hata katika aya imekuja nini, ani'budu Allaha wattaquhu wa ati'un, nini maneno kama haya katika aya nyingi katika surati Ash-Shu'ara. Nani atanitafutia hiyo aya? Zile aya zimekaririka katika surati Ash-Shu'ara, nadhani surati Ash-Shu'ara, manabii wakilingania kwamba muabuduni Mwenyezi Mungu jalla wala, hamna muabudiwa asiyokuwa yeye, mcheni Allah na mnitii mimi. Fattaqullaha wa ati'un. Sio mtume mmoja akasema maneno haya. Allah alikuwa anazungumza msingi wa dawa manabii, anasema nini? Soma aya kuanzia mwanzo. Nyuma yake idh qala lahum Shuaibun ala tattaqun, alipowaambia Shuaibu watu wake, hivi hamumchi Allah? Kwa hivyo anasema misingi ya dawa ni kumcha Allah, ni maamrisho na makatazo, kutekeleza maamrisho na kuacha makatazo ni kumcha Allah. Alafu anasemaje mbele? Inni lakum rasulun amin, mimi ni mtume wenu. Kwa hivyo wamche Allah na washuhudie kwamba huyo mtume ni mtume wa Allah. Alafu mbele, basi mcheni Allah na nitiini mimi, wa atiuni, nitiini mimi. Mitume wamelingania kwamba watu wamche Allah katika njia ya kumtii na kumfuata yeye mtume. Katika vitu utavisikia ni adimu sana, ni sio rahisi kuvisikia kwa mashehe, kwenye suala la kuwakataza watu shirki, ni kuwalingania watu katika tauhidi na kuwakataza shirki, na kuwalingania watu kwamba wasimame pale bila kutia ufundi, wafanye ibada kama zilivyokuja kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii nukta watu wameikwepa. Na hapa yani kama watu hawakushikamana na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watabakia wanasema sisi tunayo Qur'ani, sisi tunazo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kama hawakuitafsiri Qur'ani
kama alivyotafsiri Mtume. Maanake Mtume alitafsiri Qur'ani kwa maneno yake na matendo yake. Kwa hivyo matendo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hiyo ni hatua nzuri sana ya kutafsiri maneno yake, kwa sababu Mtume hakusema mengine akafanya mengine. Hakuwasomesha watu Qur'ani alafu akafanya vingine. Aliwasomesha Qur'ani akafanya kama inavyotaka Qur'ani. Alisherehesha Qur'ani na yeye akafanya kama inavyotaka Qur'ani. Tunataka kusema nini hapa? Tunataka kusema hivi, kama wewe unajitia jambo, unajitia kutuletea jambo, alafu kasema hili liko katika aya, hili liko katika hadithi ya Mtume, alafu hilo jambo lilotuletea sisi tukiliingiza kwenye vitendo vyetu, baada ya sisi kuliingiza kwenye vitendo vyetu likatoka ni lingine kabisa, na vitendo vya Mtume ni vingine. Umeelewa hiyo? Wewe unatuletea jambo, unasema nimetoa kwenye Qur'ani, nimetoa kwenye hadithi, alafu sisi tukilichukua na tukaliingiza kwenye vitendo, kwenye field, tunaonekana sisi tunatenda vingine na Mtume alitenda vingine. Ujue hiyo tafsiri nini? Hiyo tafsiri sio sahihi. Nitoe mfano hapa au mtaniambia mkorofi? Mfano ule hatubadilishi mfano. Allah amesema na Mtume akasema na akasisitiza na akapractice hiyo aya, udhkurullaha dhikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila, mtajeni Allah dhikiri nyingi na mumsabihi sana. Jamaa wakaja wakasema ile ndiyo iliyokusudiwa kwenye aya. Mmeshaelewa hiyo? Mmeshaelewa hiyo? Ndiyo iliyokusudiwa kwenye aya. Yaani kuambia mnafanya hii, mnafanya jambo la mila, mnafanya jambo la dini. Mnasema hii ni dini. Iko wapi kwenye aya? Wanasema Allah anasema mtajeni Allah dhikiri nyingi. Angalia hata neno lenyewe linawakata mtajeni Allah. Je, ni kumtaja Allah? Yaani Allah ana jina lake liko liko kuna jina la Allah liko namna hii? Sawa, twende. Kwa hivyo hii mumepata katika aya, ndiyo kwenye aya zote zilizosema udhkurullah, na katika hadithi zote zilizosema udhkurullah. Wakasema tunayo na aya nyingine kwamba Ibrahim naye alikuwa ni mtu wa kupiga kifua, inna Ibrahima la awahun halim. Ibrahimu alikuwa ni awah, yani mwenye kufanya aha. Kama maana ni hiyo, maana yake kama mtu, maana yake kama tutapata video ya wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwenye hiyo video tutamwona Mtume yuko katikati na maswahaba wamemzunguka, kina Abubakar na kina Umari. Mtume anawashajisha, si mnajua wale wanaodhikirisha watu wanavyonaniwa, wanavyowasakizia wenzao. Kwa hivyo Mtume atakuwa anasema na kina Abubakar naona piga vifua, panarindima pale. Kama hamwezi kujasiri kwamba Mtume alikuwa anafanya hivi na maswahaba, kwa hivyo tafsiri yenu sio sahihi, au tafsiri yenu ni sahihi lakini mmefika mahala ambapo Mtume hakufika. Yeye aliacha, hakutekeleza. Nyie mnatekeleza jambo lililoko katika aya ambalo Mtume kuna pengo aliliacha. A'udhu billahi min dhalik. Unajua kwa nini mimi narudia huu mfano? Huu mfano uko wazi zaidi kuliko mifano mingine. Uking'amua ubabaishaji kwenye hili, useme kumbe na kwenye yale mangine ni male kwa Kiswahili cha kwetu. Kama hapa tuna jamaa wanaweza kuchezea aya namna hii, basi bwana hawa basi tena. Kumbe na kwenye yale mangine, sababu kama kwenye hili liko wazi sana wanatuchezea na wanavuruga aya namna hii, kule basi kwingine ambako kumejificha ndio tutakuwa tumevurugwa kabisa. Wewe ukiona daktari anakupa dawa feki,
akakwambia hii ni Panado, na mtu anataka kama ni maamuma anajua hii sio Panado, sio, ukaichukua ukaipeleka kwa daktari mwingine akwambia mbona hii sio Panado, hii ni dawa ya nini, ya ukimwi au ni dawa ya kitu gani, na yeye amekwambia ni nini. Au kakupa Panado akakuuzia ghali akakwambia hii ni antibiotic, alafu kapeleka kwa daktari mwingine akakwambia, basi unajua yule daktari mwizi. Hata kama ni daktari kweli, lakini tapeli. Kuna watapeli katika dini, na sio lazima awe mjinga hajui, anaweza kuwa anajua na anapotosha watu. Na Qur'ani imezungumza kwamba hawa watu wapo. Kwa nini Qur'ani ilikuwa inazungumza kwamba kuna watu sio kama hawana elimu, ni ulama, lakini wanapotosha watu kwa ukorofi tu. Atlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha faatba'ahu shaytanu fakana min alghawin. Wasomee aya za mtu ambaye tulimpa aya zetu. Allah anakiri kwamba alikuwa ni msomi, lakini akafata matamanio ya nafsi yake. Mara nyingine mtu anafuata tu matamanio ya nafsi yake, Sheikh, matamanio ya nafsi yake, kwa sababu kuna maslahi kule kwenye mambo ya bid'a, kwenye mambo ya shirki. Unamtibia mtu kidogo tu anaacha 500,000. Somea mtu Al-Badri anaacha 2 milioni 3. Sasa huku kwenu kwenye tauhidi huku hatutatengeneza Al-Badri tukachukua mua na sanda na kitambaa chekundu na sindano tukatia mkwala. Kwa hivyo ndugu zangu, na hili ni jambo linawadanganyaga watu kwamba unataka kusema hawa mashekhe hawajui. Inaweza kuwa kuna ambao hawajui na kuna wengine wanajua lakini wanapotosha. Tunasema hivi, kwa nini Qur'ani ilitutajia mfano wa wanawachuoni ambao waliacha elimu yao, ili tuwe makini na wanawachuoni katika zama zetu ambao sio kama hana elimu anayo, lakini mpotoshaji, kanogewa na bidaa yake, tuna jambo lake la dhalala. Alafu unafahamu katika upotevu mtu anaweza kung'ang'ana na upotevu hata baada ya kusoma, kwa sababu alilelewa hivyo, ikaingia kwenye damu, ikaingia kwenye damu, ikaingia kwenye damu. Nilikuwa namuona shekhe mmoja, kama mfano kadogo tu lakini kanakupa somo. Alikuwa amevaa pete yake kubwa kwenye kidole hiki, anatoa mawaidha, ana namna na mkwala maalum, namna ya kuichezesha ule mkono wake ambao umebeba pete wakati anazungumza. Sasa unataka kusema hiyo ni elimu hiyo? Na kuna namna ya kutumia mkono wakati unaongea, unataka kusema hiyo ni elimu? Kalelewa hivyo tokea mdogo, anaona mashehe zake wanafanya hivyo, basi kashika haitoki, sababu anafanya katika dawa na katika speech, jambo ambalo halina mantiki. Unaonaga mtu anaomba dua hivi, shekha anaomba dua, anafanya namna hiyo. Wewe kama umesilimu unaweza ukaona hii kama ni kitu maalum cha ibada, sio? Hakipo katika dini. Alimuona shekhe wake anafanyaga hivyo na yeye kashika hivyo hivyo. Mtu anaweza kulelewa katika dhalala, hapa na maanisha hivi, mtu anaweza kulelewa katika upotevu mpaka akapevuka akaelewa, alafu akang'ang'ana akashindwa kutoka. Kwani hao wanaabudu ng'ombe? Kwa nini mtu mzima ukamfuata hivi, mtu mzima katika sisi ambao watuabudu ng'ombe, uje umleo muite kwenye kuabudu ng'ombe, atakuelewa? Lakini ukimlea kuanzia mdogo ataabudu ng'ombe. Hawa watu mashekha wamelelewa katika bid'a, wamelelewa katika ubwabwa wa mambo ya bid'a na mambo ya shirki, hawatoki. Sasa maamuma wanachanganyikiwa kwenye vitu vidogo tu. Ukimwangalia appearance yake yuko safi, kama ni pamba za ushekhe anapiga vizuri kabisa, piga kanzu ya 300,000, pete zimejaa, kuna bakora ya kutoka China kabisa, kuna mwaruma begani, zile kofia sio kama hizi za bei rahisi. Kuna kofia ya 700,000 imekaa hapo, imetulia vizuri, kitambi kipo huko, anazungumza anafanya hivyo. Hizi kama ni lugha na nini zimejaa mdomoni. Allah yote haya ameyasema katika Qur'an. Wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, ukiwaangalia miili yao itakupendezesha, utavutiwa. Tu'jibuka,
Akasema pia katika ufasaha, wa yaqulu, ni watu yani appearance yao ni nzuri lakini ni watu wa dhalala. Wa yaqulu tasma li qawlihim, wakisema utavutika na maneno yao, lazima utasikiliza. Maana yake wana maneno ya kuvutia, lakini kingamuzi kimoja tu kinawaaibisha, kimoja tu, kwamba hicho wanachotuambia tufanye, tukikifanya tukachukua klipu hii na klipu ya wakati wa Mtume tukizilinganisha, zinafanana. Yani kama wametuambia tuswali hivi, tukaswali na tukachukua klipu hii na tukachukua klipu ya sala ya Mtume tukilinganisha, zinafanana. Wakituambia tudhikiri hivi, tukichukua na dhikri ya Mtume tukalinganisha, zinafanana. Kwa mfano, nimeona video moja, unajua kwa hawa ndugu zetu masufi, makaburi ya mashekhe wao yanajengewa, linajengewa mpaka linawekewa kakichanja kama makaburi ya manaswara. Haitosheki, wanaweka na mabusati. Haitosheki, baadaye wanajenga jengo kabisa kama hili, ndani kuna kaburi. Wanakuja, wanaweza wakakaa hapo siku nzima, wana visomo vyao mbele ya kaburi, sio? Na wanasema hili, sura hii ni dini. Yani ukiwauliza, kaburi mtu kazikwa, kaburi limejengewa, haikutosha ikaja ikajengwa na nyumba kuzunguka kaburi, mkaweka na AC, mkaweka na mataa, mkaja mkafanya na kisomo, sio dua, mkaondoka mkafanya na kisomo, mkakaa hapo hapo kabisa, mkasoma, kuna visomo kabisa maalum, mnaita hiyo ni hauli, mkaita hii ni kwa marehemu. Na mambo haya yamo katika dini, yamo katika maana yake kuagusa, atakwambia tuna dalili, wanakupa dalili kutoka katika na hadithi. Kingamuzi kimoja tu basi, vijana wanaita kodi moja tu, password. Yani sura hii ambayo mnaita ni Uislamu, aliifanya yule ambaye alifundisha Uislamu kwa maneno na vitendo, sio Mtume. Aliishi siku 3, ujue umri wake wote mpaka kafa. Alipokufa izikabakia kopi za Mtume maelfu, manake yule Mtume mmoja sasa wameshakuwa kopi yake, ameacha makopi mengi. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alikuwa anaumwa, akashindwa kwenda msikitini. Unajua nyumba yake imeshikana na msikiti, kama ukuta huu unatenganisha kati ya msikiti na kule nje. Akafungua dirisha hivi, akachungulia, akawaona maswahaba wanavosali, wanajua sala, wanaswali. Anaona hata nikifa watu wataendelea kumwabudu Mwenyezi Mungu kwa uzuri kabisa kama vile ambavyo mimi nimefundisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi sana. Mtume ameondoka, ameridhika na muongozo wa maswahaba, mpaka akasema, nyinyi bwana, mkitaka kufuata dini uzuri, fateni mwenendo wangu na hawa jamaa, maana yake ndio kopi yake. Na Allah pia akasema, nimeridhia na hawa jamaa waliomzunguka Muhammad, hawa nimeridhika nao, na akatuamrisha sisi tuwafuate hawa, walladhina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum, mkiwafuata hawa maswahaba Allah atakuridhieni. Na akasema katika aya nyingine, wa in tutiu, na akasema katika aya nyingine, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, watu wengine wakija baadaye wakawa kama kopi yenu, basi wameongoka. Alafu wewe uje na jambo hili la kuja kukaa kwenye makaburi na kufanya visomo maalum, ukakaa siku nzima, ukakesha hapo, mkesha kabisa, na vijiwe vyenu mnahesabu sijui nyiradi gani sijui kitu gani. Sura hii ilikuweko wakati wa Mtume. Watu wakija wakituambia, angalia, wanatukorofisha bure tu, sisi tumekuja na jambo zuri. Jamani, tufanye kama alivyofanya mwalimu wao. Wanasema hapana, yani kana kwamba wanasema hapana, sisi tunaweza kutia chumvi na ufundi zaidi kuliko ile alivyofanya nani? Mwalimu. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha uzuri na akabakisha, kwa hivyo ule uliobakisha wao wanakamilisha. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha mazuri na akabakisha, yale yaliyobakia ndio wao wanayakamilisha. Kana kwamba ni hivyo, kama mnakubali alifundisha akamaliza, basi nyinyi hamkubakishiwa chochote cha kutia ufundi. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati
wa raditu lakumul islam dina. Hii leo nimekamilisha dini yenu. Dini yenu imekamilika. Unafahamu kitu kikamilika, ukichomoa chochote umepunguza, ukiongeza chochote umeharibu. Uongo? Ndugu zangu, ugomvi huko hapa. Ugomvi huko hapa. Yaani inamaanisha haya magomvi ya kimadhehebu yaliyoko ndani ya Waislamu. Sisemi ndani ya Uislamu. Ndani ya Waislamu. Haya magomvi yako hapa. Kuna watu, najua hata kwenye kugombana sio wote wanakuwa ni wakosaji. Kuna mwingine amekosewa ndio maana anagombana, anatetea haki ndio maana anagombana. Mwingine anataka kuipoteza haki ndio maana anagombana na yule, sio? Au sio? Sawa, Waislamu wanaogombana, kuna ambao wanasema jamani, tusitie ufundi. Kwa Kiswahili cha kwetu, tufate male tu alokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alidhikiri Mtume, ndio alidhikirije? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bila jamaa, ndio bila jamaa, basi kila mtu afanye hivyo. Aliswalije? Tufanye hivyo. Alirehemu vipi marehemu? Tufanye hivyo. Alipendaje maswahaba? Waliwapendaje mashekhe wao? Waliwaheshimu vipi? Tufanye vile, tusitie. Aliombaje mvua? Nafahamu mvua, Mtume aliswali sala maalum ya mvua. Mashekhe wetu tumekuta wana visomo kabisa, vingine kabisa wanachinja ng'ombe kwenye siku ya kuomba mvua, tena wanaita burudai, wana visomo maalum. Sasa tuombe mvua kama alivyoomba Mtume, na maswahaba wao wamesema hapana, tunaweza kufanya kitu kingine. Au wanaweza wakafanya kingine, wakasema hiki ndio kile. Vipi wakati tukiweka hizi klipu pamoja hazifanani? Ugomvi uko hapa ndugu zangu. Hapa mashekhe wengi wanapakwepa kwa sababu ni mahala pa msuguano. Naangalia maslahi, hiyo inajulikana. Kwa hivyo mpaka hata wewe ukizungumza unaambiwa nini bwana, unahangaika, si usomeshe dini. Kubainisha batili ni kusomesha dini. Kubainisha bid'a ni kusomesha dini. Hata katika surati al-Fatiha. Unajua mimi haya maneno najua kwamba narudiaga. Najua sio kama sijui. Na sio kama nimekosa mengine ya kusema. Hii ni nukta ya msingi hii. Unapozungumza binadamu amesimamishwa na mifupa. Hii ndio mifupa ya dini inamfanya ile frame ya Uislamu inasimama hii. Tauhidi na sunna. Makundi yaliyopotea ametajwa katika surati al-Fatiha, ambayo ni lazima uisome katika kila swala. Tuongoze njia iliyonyoka, sio ya wale waliopotea kwa makusudi, wala ya wale waliopotea kwa ujinga wao, kwa kutokujua. Hivyo Qur'ani ikataja watu waliopotea ambayo ni Mayahudi, waliopotea kwa ukorofi, na waliopotea maskini ya Mungu kwa kutokujua Manasara. Qur'ani imetaja, na mifano ya watu hawa iko katika Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema umati wangu utagawanyika mafungu 73, yote motoni kasoro moja. Mtume alitaja makundi yaliyopotea ama hakutaja? Akataja. Katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja makundi yaliyopotea. Kwa hivyo leo wewe ukizungumza makundi yaliyopotea, unaona bwana sasa anaharibu dawa, amekosa hekima. Mimi nimestaajabu hao watu wanaosema wana hekima katika da'wa zao, wanasema Waislamu walioko leo duniani wote safi. Nimeona mtu mmoja ameweka picha ya mmoja katika mashekhe wa kisufi na mmoja na jalala katika mashekhe wa mashia. Anasema mawahabi hawapendi mashekhe wetu wakae pamoja. Shekhe wetu na mashekhe wetu nani na nani? Jalala ni shekhe wetu. Watu wanaotukana masahaba mashekhe wetu. Wao watu wanaosema Aisha alifanya zina ni mashekhe wetu. Watu ambao wameleta mambo, ndio msingi wa kuleta mambo ya bid'a katika Uislamu, mashekhe wetu. Sema Waislamu inabidi tuwe wamoja. Tuwe wamoja na nani? Hakuna hata mtu mmoja katika watu wenye akili duniani anapoita kwenye umoja, anaita umoja usiokuwa na masharti.
kwamba tuwe wamoja na wachawi na wauaji na majambazi na tuwe wamoja. Huo umoja utakuwa ni uongo, kwa sababu umoja na mchawi ambaye anaturoga sisi, umoja na jambazi ambaye anatuibia sisi, alafu tumekaa pamoja, huu ni umoja wa miili basi, sio umoja wa kiroho. Na umoja uliotajwa katika Qur'ani ni umoja wa nini? Wa alafa baina qulubihim huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina wa alafa baina qulubihim. Allah ameunganisha baina ya nyoyo za waumini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, shikamaneni na kamba ya Mwenyezi Mungu azza wa jalla. Yani nyinyi mshikamane kwa kamba ya Mwenyezi Mungu, sio mshikamane kwa mambo yenu. Mshikamane kwa kushika kamba ya Mwenyezi Mungu, dini ya Mwenyezi Mungu kwa uhalisia wake. Kama ingelikuwa ishu ya umoja kwa kila anayetamka shahada basi ni mmoja, ni mwanajamii wetu, Mtume asingelibagua akasema kulluha finari, makundi yote yatakwenda motoni, asingesema hivyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika speech zake aliwahi kuwataja kuna watu wanaoitwa makhawarij. Makhawarij ni watu katika Uislamu ambao wana sera ya kufanya uasi dhidi ya serikali zao, na Uislamu hautaki jambo hili, wanaitwa makhawarij. Mtume aliwazungumza akasema hawa ni shari, ni wabaya wa viumbe, kama nitawakuta nitawaua. Si amevunja umoja hapa Mtume, lakini amevunja kwa haki. Kwa hivyo eti ili tuwe ni wamoja, kuna wenzetu wanafanya mambo ya al-badri, sisi tunyamaze tu, kwa sababu ukisema bwana utajeruhi umoja bwana. Kuna watu wanafanya mambo ya bid'a, ile dini aliyofundisha Mtume shaachwa, watu washashikishwa jambo lingine, sisi tunyamaze tu, kwamba watu wametapeliwa, wameambiwa hii ni dhikri ile iliyotajwa katika Qur'ani, ile kwenye Qur'ani washaiacha. Alafu sisi tunaona tukisema hii tutaendelea kutoa huu tu mfano, hatuwezi kuacha. Hii sio katika dhikri zilizofundishwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo katika da'wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja jambo la kufuata, ana wa manittaba'ani. Na katika da'wa mtu yeyote, manake kuna kumfuata Mtume katika ibada na kuna kumfuata Mtume especially katika kulingania, sio? Katika kulingania ni lazima ulinganie tauhidi. Alimtuma Muadhi, alimwambiaje? Kawalinganie tauhidi jambo la kwanza. Tena kana kwamba amemwambia usiwafundishe sala mpaka waelewe tauhidi. Sasa kwa sababu kama unawafundisha sala hawana tauhidi, ni kama vile unawaambia waswali bila ya kutawadha. Kwa hivyo akasema ana wa manittaba'ani. Kwa hivyo inahitajika mutabaa. Hii namba ngapi? Namba 4. Wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikin. Hii ni namba 5, kwamba msingi wa da'wa uwe ni wa kumtakasa Mwenyezi Mungu na kukataa nini? Shirki. Haya yote yamekusanywa katika hii aya. Hizi aya zimebakia, tulidhani tutamaliza wiki hii, inshallah tutazisema katika wiki ijayo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala atujalie ni wenye kusikiliza maneno na kufuata yale mazuri yake. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.